Sifa nyingine ya mwanamke kwenye ndoa ni kwamba mwanamke ndiye mwenezaji mkuu wa injili ya Kristo. Tusome kwenye kile kitabu cha Zaburi 64 na mstari wa 11. Maandiko yanasema hivi: Bwana anatoa neno lake, wanawake watangazao habari ni jeshi kubwa. Kanisa lolote ambalo litakosa wanawake, ujue kwamba kukua kwake sio rahisi. Maana maandiko yanasema Bwana anatoa neno lake, lakini wanawake wanaoeneza injili ni jeshi kubwa. Kwa hivyo baada ya kuwa Mungu ameweka neno ndani ya mtumishi wake, inakuanga ni swala wanawake kueneza lile injili, ndio lijulikane kila mahali, watu wapate injili. Ndio maana utaona kanisa mingi wanawake ndio wengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu kwenye kuhubiri kwake kwenye kile kitabu cha Luka mlango wa 8 mstari wa 2 mpaka wa 3, alikuwa na Mariamu Magdalena, alikuwa na Susana, wanawake ambao walitoa mali zao ili kuhakikisha injili imesonga. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo wanawake, baada ya kuwa injili imetoka kwa mtumishi wa Mungu, inakuanga ni jukumu yao kulieneza. Inakuanga ni rahisi sana kwao kulieneza. Najaribu kusema hili kwa sababu wanawake wengi baada ya kuwa wameolewa wao wana relax katika kueneza injili ya Kristo. Walikuwa wanaenda kanisani, walikuwa wanaenda kuhubiri injili, walikuwa ni waombaji, lakini wakaanza kurelax. Ujue kwamba kama haumfanyii Mungu kazi yake, haumpei faida kwenye kazi yake, Mungu anaweza akaamua kama vile aliufanyia ule mtini akaulaani, anaweza akalaani hata ndoa yako, akalaani vitu zako ambazo zilikuwa zinaenda. Ndio maana utaona kwamba wanawake wengine wanaolewa kwenye ndoa, na kwa sababu walikuwa waombaji, walikuwa wanaenda kanisani, walikuwa wanatoa sadaka, walikuwa na support kanisa, wakianza kurelax, vita inatokea kubwa sana wakiingia kwenye ndoa. Si eti kwamba huyu mtu hajaolewa na mume ambaye ni ubafu wake, ameolewa na ubafu wake, lakini ako na bifu na Mungu wake, kwa sababu alikuwa anaeneza injili, alikuwa amewekwa kama chombo cha kueneza injili, lakini aenezi injili tena. Maandiko yanasema kwenye kile kitabu cha Zaburi 64 and verse 11, yanasema kwamba Bwana anatoa neno lake, wanawake watangazao habari ni jeshi kubwa. Kwa hivyo wanawake mko na jukumu kubwa sana, pamoja na kuwa mmeolewa, umeingia kwenye ndoa, umeingia kwenye mahusiano. Usije ukapumbazwa na ndoa ama mume wako ukaacha kufanya ile kazi ambayo Mungu alikuwa amekupa. Maana inawezekana ukawa na bifu na Mungu wako, ndoa yako ikawa iko na shida, kumbe Mungu anaifuruga ili kwamba urudi kwenye nafasi yako. Sijui kama naeleweka. Lakini pia ukiangalia, ili ukombozi uingie hapa duniani, Mungu alimtumia Mariamu ambaye ni mzaa Yesu akaleta ukombozi. Lakini pia ili sasa laana iingie katika dunia, shetani alitumia mwanamke. Kumbe mwanamke ndiye lango kubwa sana ambaye anaweza kuleta ukombozi, akaeneza injili, akaleta wokovu katika ulimwengu. Maana Mungu, hata utaona kwamba Mungu analinganisha kanisa lake na mwanamke. Ukisoma kwenye Biblia yako vizuri sana, ndio maana utaona kwamba kanisa inatumika katika kueneza injili. Kwa hivyo, lakini pia ukiangalia, mwanamke amepewa kazi ambayo inafanana na Roho Mtakatifu, anaitwa msaidizi wa mwanaume, lakini pia Roho Mtakatifu anaitwa msaidizi. Kwa hivyo ukiangalia vizuri ile position ambayo mwanamke ameisimama nayo, kuna uwezekano mkubwa sana ikawa ndio hiyo nafasi hiyo tu ambayo Roho Mtakatifu anaifanya hapa duniani. Mwanamke ni msaidizi, lakini pia Roho Mtakatifu anakuja duniani kama msaidizi. Na anasaidia nini? Neno lipate kuenea. Sijui kama naeleweka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana kuna umuhimu mkubwa sana kama mwanamke uhakikishe kwamba umeleta ukombozi katika ulimwengu, maana hicho kitu ni kitu ambacho tayari mmeshapewa. Mariamu mzaa Yesu akaleta ukombozi. Hawa akatumika na shetani akaleta laana duniani. Kwa hivyo wanawake wanakaanga kwenye malango ya kiroho
kwenye malango ya mbinguni, kwenye malango ya kuzimu. Kama akitumika na shetani huyu mwanamke, ujue kwamba huyu mwanamke ataleta laana kwenye ndoa yake, kwenye hii dunia. Lakini kama akitumika na Yesu, akatumika na Roho Mtakatifu wa Bwana, ataeneza injili na ataleta ukombozi kwenye huu ulimwengu. Sijui kama anaeleweka. Tutaenda kusoma kwenye wakati wao hicho kitabu cha Petro wa kwanza 3:7, lakini pia Yeremia 31 na 22. Tulikuwa tumesoma hiyo mistari, soma tena. Lakini pia sifa nyingine ya 8 ya mwanamke ni kwamba mwanamke anajua kukaribia mbele ya kiti cha rehema ama kiti cha neema na kufuta rehema za Bwana kwa machozi kuliko mwanaume. Naomba nirudie tena. Mwanamke anajua kukaribia mbele ya kiti cha neema na kufuta rehema za Bwana kwa machozi yake kuliko mwanaume. Mbinguni kuna kuanga na kiti kinaitwa kiti cha neema, ambapo hapo mbinguni kunapatikananga vitu vya bure ambavyo haujalipia chochote. Nataka nikusomea maandiko ndio uelewe. Kwenye kile kitabu cha Ibrania 4:16, maandiko yanasema tukikaribia kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupate neema itakayotusaidia wakati wa mahitaji. Kumbe mbinguni kuna kitu kinaitwa kiti cha neema, ambapo pale kunapatikananga vitu vya bure, vitu ambavyo hujalipia gharama zake, kwa sababu gharama tayari Yesu alilipia na akaweka hizo vitu katika kiti cha nini? Cha neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nataka unielewe vizuri sasa. Kuna wakati Israeli walikuwa na shida ambayo inahitaji neema, inahitaji rehema za Bwana. Kuna wakati Mungu anatakanga ukienda kuomba, anataka maombi ambayo utayaomba tu ni umwambie Mungu, naomba ukapate kunirehemu. Sasa Israeli, makuhani wakakusanyika, wakaanza kuomboleza mbele ya Bwana ili wafute rehema za Bwana. Maandiko yanasema ya kwamba Mungu akawaambia, mimi sitawasikia mpaka wakati ule mtaleta wanawake waombolezao, ndio siku nitawasikia. Nataka tusome kwenye kile kitabu cha Yeremia 9 mstari wa 17. Maandiko yanasema hivi: Bwana wa majeshi asema hivi, fikirini nyinyi mkawaite wanawake waombolezao ili wanje, mkatume na kuwaita wanawake wenye ustadi ili wanje. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna maombi ambayo ni ya zamu, ambao Mungu anaweza kuwa anataka leo hii umuombe tu rehema. Maombi ya rehema itakuwa, yani ikuwe Mungu yale maombi atajibu ni maombi ya rehema tu peke yake. Ujue hapa Yeremia alikuwa anajua kuomboleza, maana ameandika kitabu kinaitwa Maombolezo. Lakini Mungu akajaribu kusikiza Yeremia akiomboleza, akamwambia hapana. Yeremia, hujui kuomboleza vizuri, hujui kufuta rehema za Bwana. Lakini kuna wanawake ambao ukiwaita sasa, machozi yao yatakuwa ya ukweli, watafuta rehema kupitia kwa maombi yao, na kwa maana machozi yao yatakuwa karibu na Mungu atasikia. Kwa hivyo Mungu akamwambia Yeremia kwamba enda uite wanawake wenye ustadi wa kuomboleza, na ukiwaita ndio nitawasikia. Kumbe kuna maombi ya zamu ambao haya maombi ukiyaomba kwenye hiyo zamu ndio Mungu atasikia, na ni vizuri ukajua ni maombi gani unafaa kuomba kwa wakati fulani ili ufute rehema kwenye maisha yako. Yule kipofu alikuwa anaitwa Batimayo. Maandiko yasema ya kwamba akamwambia Yesu, mwana wa Daudi, naomba ukapate kunirehemu. Unaona, Yesu ili amponye kipofu Batimayo apate kuona tena, Yesu hakumwekelea mkono, alimwambia imani yako imekuponya. Maana Batimayo alikuwa anajua kwenda mbele ya kiti cha rehema, akafuta rehema za Bwana na zikamsaidia kwenye maisha yake. Kwa hivyo kilichomponya Batimayo ni imani yake, lakini pia kujua kukaribia kwenye kiti cha rehema, maana wakati ule Mungu alikuwa anataka, ama uponyaji wake ulikuwa katika kiti cha rehema. Sasa ili ujue maombi ya zamu ambao unafaa kuyaomba kwenye wakati fulani ili Mungu asikie, lazima uongozwe na Roho Mtakatifu wa Bwana. Kwenye kile kitabu cha Warumi 8 mstari wa 26, maandiko yanasema ya kwamba kadhalika Roho naye utusaidia katika udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba kwa jinsi tupasavyo, lakini Roho mwenyewe utuombea kwa kuungua kusikoweza kutamkwa. Roho Mtakatifu wa Bwana anajua maombi ya zamu ambao unafaa kuyaomba saa hii ili upate majibu yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukipata mwanamke na mwanaume wakiwa wanalia kwa pamoja,
ni bila shaka utamwendea mwanamke umuulize ni nini ambacho kinakusumbua.